ushindi, kucheza mchezo wa Durban ili kuhakikisha sasa mnaingia finali na kuleta kombe kama ambavyo watu wengi wamekuwa kitamani na kadhalika. Unawaambia nini wana Simba kwenye hili? Nguvu moja, Simba nguvu moja. Kocha ameshakuletea chochote kwenye usajili? Tunajua dirisha kubwa na karibia na wewe ndio mtendaji mkuu. Tuko kwenye taa ya kuelekea kwenye mwisho wa msimu, lakini naamini kwamba chochote ambacho kitakuja mbele cha msimu ujao, basi wakati sahihi ukifika tutazungumzia kuhusu hilo. Madam, upi mpango mkakati kwenye mechi ya marudiano baada ya ushindi kiduchu wa leo? Ushindi kiduchu wa goli moja ni kama bado unaweka mechi kuwa ngumu zaidi kwenye kucheza. Kuna ushindi kiduchu? Yes, ushindi wa goli moja ni ushindi kiduchu. Hayo ni masuala ya kiufundi zaidi. Kwa hiyo sisi nguvu yetu kama management ni kuhakikisha tunaandaa mazingira wezeshi kwa technical bench, wachezaji, na vile vile kuwapa morali ya kusonga mbele, kwa sababu hakuna mchezo mdogo wala mchezo mkubwa. Kwetu tumeendelea kuheshimu wapinzani wetu, na hata matokeo tuliyopata leo ni ishara ya maandalizi ambayo yamefanyika kwa muda mrefu na mfupi sasa katika klabu yetu. Kuna namna Madam, miaka ya nyuma kwenye michuano kama hii dhidi ya Orlando Pirates mlienda kupoteza kwenye ardhi ile ambayo mnarudi mara hii tena. Kuna kitu ambacho labda management ilijifunza, wewe ukuwepo, lakini kuna vitu ambavyo unapitia. Kuna kitu gani ambacho mnakiangalizia sasa kwenda kuacha ule unyonga ambao ulitokea miaka hiyo na hivi sasa mwende kwenye finali? Kwenye hilo sina la kusema, lakini naamini umeona kasi ya Simba. Miaka michache iliyopita ambayo tumeshiriki katika kombe mashindano ya CAF, tulikuwa tunaishia robo finali. Tumekuja kwenye nusu finali na kuonesha ni jinsi gani tumejifunza na makosa. Kwa hiyo hatuna unyonge, bali sisi tunaheshimu kila ambacho tunakutana nacho katika safari ya mafanikio kama klabu ya mpira. Upande wa management wana Simba watarajie nini? Finali ipo? Wewe unaonaje? Nataka kusikia kwa kutoka kwa wewe. Unaonaje? Kwako nisikie kwako. Wewe unaonaje? Mimi bado ni 50-50. Basi sio watu wengi wanaamini kama mngecheza Benjamin Mkapa huenda mngeshinda idadi kubwa mabao. Mlimiss atmosphere ya Benjamin Mkapa le? Hiyo ni swala tena la kiufundi kama ambavyo nimesema awali. Mimi kazi yangu moja ni utawala na kuweka mazingira wezeshi. Apart from that, I think I have no comment. Thank you so much. Sasa unataka tufanyaje ndio ujue tuna furaha? Timu imekamata ushindi. Unataka tufanyaje? Tulitegemea idadi kubwa mabao. Haijatokea, lakini tulitegemea ushindi. Idadi kubwa mabao ilikuwa ni additional tu, ni kitu ya ziada, ila kikubwa ilikuwa ushindi. Tumekamata ushindi katika nusu finali zote za Afrika. Hii ndio imetoa na ushindi. Nyingine zote zimetoka madraw, angalia ambazo zimechezwa jana. Kwa hiyo naamini tunakamata ushindi. Maana yake ni kwamba ili kombe sio masiala. Yaani kwamba hatujacheza, yani hii sio mechi ya Babati. Sijui kama unaelewa. Hii ni mechi ya amani, hii ni mechi kubwa, ni nusu finali mzee. Sio sijui kikombe cha mbuzi, sijui kwa nini. Alafu hata kama tungefunga goli 10, still hapa zinazohesabika ni pointi 3. Sijui umenielewa? Tumeshinda, nisikilize. Tumeshinda hii game. Tunahesabu kwamba kama tuna pointi 3 tayari. Sijui kama unanielewa. Ni kwamba tunaenda tena kucheza kule kwao. Sijui kama unanielewa. Yaani kwamba anamaanisha vipi? Kule hata kama atatupiga 1-0 game haijaisha. Sijui umenielewa? Kwa hiyo mbungi bado inachezeka. Na Simba ndo timu pekee Afrika Mashariki inaweza ikashinda nyumbani na ugenini. Kubali kataa, utaratibu ndo uko hivyo. Iko wazi. Sijui umenielewa. Na sio huyu anasema sijui tumetanguliza mguu mmoja, sio mmoja. Yaani sio vilema, tumetanguliza miguu yote. Tunaenda tu kumaliza shughuli. In short ni kwamba tuko katika hatua ya mtoano ambako atakayeshinda na atayeshinda kwa idadi ya magoli kumuzidi mwenzie ndiye ambaye atafanya kitu gani, ndio ambaye ataenda. Sisi tuna advantage, tuna goli moja ambao liko mbele. Naona Simba tukiwa na nafasi ya kwenda, kwa sababu kwa namna ambayo timu yangu imecheza. Makosa ambayo tunazungumzia Simba yalikuwa ni makosa ya kushindwa kutumia nafasi, lakini sio makosa ya kwamba tumeshindwa kuwaruhusu wale jamaa wapate bao. Maana yake kumbe tunaweza kwenda kucheza na ukiangalia jinsi wanacheza wanafunguka. Tumecheza football ya kufanana, hawajaingia kwa ajili ya kuzuia. Sasa kama wanacheza wanafunguka na hawajapata goli, tumeweza kuwahold. Maana yake ni kwamba ni watu ambao sisi tunayo uwezo ya kuwatoa, na mimi nakwambia hivi tunawatoa Master Nanga. Simba ndio timu pekee hapa Tanzania hivi tunaongea. Iko Zanzibar inacheza match ya internationally. Mpaka sasa hivi ni kwamba Simba ndo klabu ambayo ina uhakika na nusu finali. Yaani still kwamba hata kama mechi tunaenda kuicheza kwao,
hawana uhakika na nafasi kuliko sisi. Yani sisi ndio mechi tumeshikilia, yani maamuzi ya kwenda fainali bado yapo kwenye mikono yetu. Kwa hiyo sisi hatuna pressure na hilo jambo, na ukizingatia ukiangalia hata historia, sisi tunaweza kuchukua matokeo sehemu yoyote. Sisi hatuogopi, sisi South Africa tushaenda mara nyingi sana. Yani hatuofiki kitu chochote. Kwa hiyo tumeanza vizuri, tumecheza vizuri. Swala la makosa kwenye mpira ndio utaratibu. Kwa sababu ili ukosee lazima ufungwe. Tumefanya makosa madogo madogo yamejitokeza, na naamini kocha Fadu kwa uwezo wake atayafanyia kazi. Tutaenda tutachukua tena kule, tunaingia finali. Watu waambie tu tunachezana nani. Na nataka niwaambie kitu. Usifananishe Simba na matimu mengine Tanzania. Usifananishe Simba na matimu mengine Tanzania. Simba inatafuta ubingwa ya Afrika. Tuko mwenye nusu finali kwenda finali kuchukua ubingwa. Simba inatafuta ubingwa wa Afrika, wakati timu zingine zinatafuta tiketi ya kushiriki michuano za Afrika. Ndio ni tofauti. Yes. Ndio ni tofauti. Is that different? Simba inatafuta ubingwa ya Afrika. Matimu zingine za Tanzania zinatafuta tiketi ya kushiriki michuano za Afrika. Babati. Na tunaenda na Aliz, atwendi na Kiliku South. Linaitwa Iriza. Bilioni 1.75, yani ni milioni zile ziko 1775. Yani ukizihesabu laki mpaka unasinzia. Ali, brother, ujue kwamba 2-1 wanatoka wao. 2-2 wanatoka wao. 1-1 wanatoka wao. Narudia. 1-1 wanatoka wao. 2-1 wanatoka wao. 3-3 wanatoka wao. Sijui umenielewa. 3-2 wanatoka wao. Kwa hiyo unasemaje kwamba sisi tuna furaha? Sisi tuna furaha na tuko pamoja na wachezaji wetu, makocha, benchi la ufundi na viongozi wote wa Simba Sports Club. Hatuna wasiwasi, na ndio timu pekee na kuhakikishia itakayofika finali ya kwanza. Sisi tunacheza tarehe 27. Finali ya kwanza, kuingia kwenye finali ya kwanza ni tarehe 27. Utaona mwenyewe. Tukiwafunga 2-1 wanatoka wao, wakitufunga 2-2 wanatoka wao, 1-1 wanatoka wao. Matokeo yoyote lazima wapate 2 bila. Wale wanaweza kumzuia Mpanzo, wale wanaweza kumzuia Ahua. Hawana beki. Sio wale, hamna timu yenyewe uwezo ya kumzuia Mpanzo mwenye Afrika. Yule Kibu unamwangaliaje? Tulitia huko mtu aitwa Kojefa kule, tukamweka mtu mmoja yule aloumia, yule anaitwa nani? Karaboa. Yule mtu kazi kweli kweli. Alafu je, kuna noma, kuna Kagoma, kuna Ngoma. Hamza. Yani hatuajitwaji sana tu, watu wanataja Mpanzu. Wale mabara yao mnayonaga vipi yale? Nyinyi mnaangaliaga waandishi? Haya moto. Yani ni watu kazi kweli, kile yachekeshi. Yani kila mechi ni mechi. Sasa mimi nikwambie balaa litaenda kufanywa kule. Leo Kagoma amekuwa kucheza namba 4 hapa nyuma. Na umeona shughuli yake. Alafu useme sisi tusiende mwenye finali. Sisi tunatafuta ubingwa wa Afrika. Siwezi bishana mtu anatafuta tiketi ya kushiriki Afrika. Useme uko level na Simba. Sasa hizo kwa Babati kama ameenda shamba kwa mia ndege. Tukoze tu wa amani.